wala na utulivu. Naomba kile kipengele kiseme kwamba isipokuwa wajumbe kutoka ACT Wazalendo. Mheshimiwa Mwenyekiti, suala la busara, uvumilivu na uadilifu ambalo limetajwa kwenye taarifa ni kweli, lakini hivi vimepunguzwa hadhi na uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa yale yaliyotokea. Sisi tuliomo humu wengi, tukataka tusitaka, tulikuwa mashahidi wa yaliyotokea. Mimi binafsi ni shahidi wa yaliyotokea mabaya kwenye uchaguzi ule, na hizi busara, uvumilivu na uadilifu ambao viongozi wetu wanavyo vimeharibiwa na watendaji ambao wameharibu kwenye zoezi lile la uchaguzi, na hatuna sababu ya kusema bado tuna busara, ustahimilivu, uvumilivu na uadilifu katika nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tusisahau kwamba katika historia ya Zanzibar nadhani ni mara ya kwanza kwamba kuna kesi 50 za uchaguzi katika mahakama zetu kwa sababu yaliyotokea. Hakuna sababu ya kusema. Mheshimiwa Profesa, na kukumbusha tu kwamba kuna hoja mbele yako ambayo inataka kujadili. Na kwa sababu ni mchangiaji mzuri, kwa hivyo naomba ungepunguza hiyo dibaji yako ukaendelea kwenye hoja ili tukapata manufaa zaidi. Asante sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninachochangia chote kimo kwenye ripoti. Hakuna ninachokizungumza ambako kiko nje ya ripoti, na ndio maana nikakizungumza. Kama hatustahili kukichangia, kilikuwa kisiwepo kwenye ripoti hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, uchaguzi huu umekataliwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki, SADC, Umoja wa Ulaya, Umoja wa Afrika. Hatuna sababu ya kusema kwamba tuna utulivu hapa katika baraza hili. Tunatulia, lakini hatuna ule utulivu unaokusudia. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kuchangia zile vitu vya maana viliomo katika taarifa hii. Nikianza na utekelezaji wa bajeti ya serikali 24-25. Mheshimiwa Mwenyekiti, hili ni funzo kubwa sana. Mapitio ya bajeti na mpango uliotajwa katika mwaka 24-25 ni funzo kubwa sana kwetu, kwamba kwanza serikali imetimiza ule wajibu wake wa kuleta taarifa kamili badala ya kuleta taarifa nusu kama ambavyo miaka ya nyuma ilikuwa wanaleta. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, pia zamani tulikuwa tunaambiwa katika taarifa mbalimbali kuna projection ya takriban 90% ya utekelezaji wa bajeti. Taarifa hii imefichua kwamba utekelezaji sahihi ni 64%. Kwa hiyo serikali tunaomba inapotupa taarifa zake iwe consistent na iwe wa kweli. Mara nyingi tunapata taarifa baadaye zinabadilika. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa hii imeonyesha mapungufu katika sisi wenyewe, kwamba tumekuwa tukiwategemea sana wafadhili wa maendeleo, wahisani wa maendeleo, na kwa kiasi kikubwa wametuangusha, na kutuangusha huku kumeonyeshwa kwenye ile 28% tu iliyopatikana kutoka kwa wahisani wa maendeleo, ambayo ni utegemezi wa miradi yetu mama ya maendeleo. Na kwa hiyo ni wito kwamba tujitahidi kadri inavyowezekana kutotegemea sana wahisani wa maendeleo, hasa katika ile miradi mama ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye matumizi kuna matumizi ya 68.4, lakini mapato ni 65%. Mimi Mheshimiwa Waziri atakapokuja hapa nitahitaji ufafanuzi, hizi bilioni 2.8 zimepatikana wapi wakati mapato yalikuwa 65% na matumizi yamekwenda karibu 68%. Kama kulikuwa kuna fedha za ziada ni vizuri kuandikwa kwenye ripoti mle, au tumezichukua kutoka mwaka wa nyuma, lakini hapa kunaonyesha kwamba kwa cash based budget kuna discrepancy ya hii bilioni 202 ambayo haijaelezwa kwenye taarifa hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa hizi za utegemezi wa budget zimeonekana zikiathiri uwanja wa ndege Pemba. Tokea nimeingia katika baraza hili mwaka 2021 tumekuwa tukitajiwa uwanja wa ndege Pemba 10%, 40%, 50%, mpaka leo imeonyesha kwamba bado ni kwa sababu ya utegemezi wa hisani wa maendeleo katika miradi yetu ambayo ni mama. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeelezwa hapa mwaka jana na mwaka juzi hata vifaa visaidizi vya watu wenye ulemavu tunawasubiri wahisani wa maendeleo kutupatia. Kwa hiyo si jambo jema kutegemea wahisani wa maendeleo kwa yale mambo ambayo tunadhani ni mama kwetu.
Mheshimiwa Mwenyekiti, bandari ya Mangapwani imesuasua kwa sababu hizo hizo. Bandari ya Wete imesuasua kwa sababu hizo hizo. Kila mwaka karibu miaka 10 ni upembuzi yakinifu, na mpaka leo hatujapata cha kushika kwenye bandari ya Wete kwa sababu ya utegemezi wa wahisani wa maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunayakabidhi maendeleo yetu kwa wahisani ambao wako nje, UKF, Citibank, USAID na kadhalika. Ipo haja sasa serikali kuwa na mtazamo mpya katika kuwaamini hawa wahisani wa maendeleo, hasa kwenye ile miradi ambayo sisi wenyewe tunadhani haistahili kuwakabidhi wahisani wa maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitoe rai kwa rafiki zangu wa Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi bahati mbaya hakijawahipo kuwa na ilani ya uchaguzi wa Zanzibar, na haya ndio matokeo yake. Ipo haja ya Chama cha Mapinduzi sasa kufikiria kuwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa uchaguzi wa Zanzibar. Uchaguzi wa Zanzibar. Una taarifa? Mwenyekiti, kwa mujibu wa kanuni ya 62, mambo yanayofaa na mambo yasiyofaa katika mjumbe kuchangia, mjumbe wote hatatakiwa kudhihaki ama kutoa lugha ya kejeli kwa mtu ama taasisi yoyote. Naomba kutoa taarifa. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi ina ilani bora, imara, na muomba apokee taarifa hii, asidhihaki, aendelee na mchango wa mwelekeo wa bajeti, lakini si ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Profesa, umepokea taarifa? Mheshimiwa Mwenyekiti, kama kutokuwa na ilani ni kudhihaki, basi anaodhihaki ni mjumbe aliosimama. Chama cha Mapinduzi hakina ilani ya uchaguzi mkuu wa Zanzibar, na nasimamia hapo. Sipokei taarifa, sipokei taarifa. Naomba kuendelea, sipokei taarifa. Samahani Mheshimiwa, naomba unisikilize. Naomba usikilize kiti. Ni kwamba tokea mwanzo nilikwambia Mheshimiwa uelekee kwenye hoja ya msingi. Sasa nakuamini sana kwa taaluma yako Profesa. Sasa tungekwenda kwenye hoja ya msingi ili tukapata mambo ambayo yatawasaidia wananchi na serikali kuchukua katika hiyo hoja ambazo unazizungumza. Tukianza kwenda katika maeneo mengine hatutofika, na kwa kweli tutakuwa hatuwatendei haki wananchi wa Zanzibar kwa ujumla. Kwa hivyo nakuomba tena kwa mara nyingine tena Profesa, tuelekee kwenye hoja. Vinginevyo tutakuwa tunafanya fujo, tutakuwa hatukuja bungeni kwa ajili ya hoja za wananchi. Kama hujapokea taarifa na kuruhusu uendelee kwenye hoja, usipofuata mwelekeo wa kiti kwenda kwenye hoja, nitakuomba ukae ili tuendelee na mchangiaji mwingine. Asante sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba muda wangu ulindwe, dakika 5 zimepotea. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama unanilazimisha nizungumze anachotaka mgombea mchangiaji mwingine au mjumbe mwingine, mimi nazungumza athari tunazozipata kwenye mipango yetu ya maendeleo kwa Chama cha Mapinduzi kukosa kuwa na ilani mahususi kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa Zanzibar, na hilo sisemi mimi, ndio uhalisia. Kuna mazingatio maalumu kwa ajili ya Zanzibar, hakuna ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa, ni swala rahisi sana, na Profesa, hoja iko hivi. Ukiendelea kuzungumza, kwa sababu hili nadhani swala la ilani ya chama fulani halikuhusu moja kwa moja kwenye mazingira haya, wala halikuhusu kwamba kuwepo kwa ilani bora au ilani mbaya ya chama, na badala yake uelekee kwenye hoja za msingi ambazo mheshimiwa hapa ana noti, na mimi pia kwa mazingatio na noti. Ulikuwa umeelekea katika mwelekeo mzuri sana wa kuzungumza masuala ya bandari, utegemezi. Sasa hili swala la ilani, forget about that story. Na kuomba nitazilinda tu dakika. Iwapo kama nitazungumza mara ya 3, nitakuomba ukae nimruhusu mchangiaji mwingine. Na sisemi Mheshimiwa Profesa, Mheshimiwa taarifa. Mheshimiwa Profesa, sisemi kwa sababu Mheshimiwa taarifa. Naomba ukae.
Sisemi kwa sababu labda natisha au natumia kiburi cha kiti, hapana. Tunazungumza mwelekeo wa hili jambo ambalo litasaidia nchi. Tukiendelea katika kukizana katika masuala ambayo hayana maana, basi tutakuwa ni watu ambao wa ajabu. Kwa hivyo nakuomba Profesa, kama upo tayari, dakika zako nitazilinda, uzungumze yale mambo ya uwanja wa ndege, mambo ya bandari na mambo mengine ambayo yana maslahi mapana kwa wananchi. Sasa ukienda kuzungumza, ndio hiyo kauli ya kudhihaki ambayo kwa kweli itakuwa haisaidii. Haijafika wakati wa Zanzibari tutumie ustaarabu wetu wa kudhihakiana katika eneo kama hili ambalo limejumuisha wasomi, wastaarabu na wataalamu kusema kweli. Kwa hivyo nakuomba, na kama utakuwa hauna nukta nyingine, nimkaribishe mchangiaji mwingine ili tuendelee na ajenda hii ambayo ni muhimu sana kwa maslahi mapana ya nchi hii. Asante sana Profesa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kifungu namba taarifa. Mheshimiwa, naomba ukae. Asante. Waheshimiwa, naomba tuendelee na mchangiaji anofuata ni Mheshimiwa Juma Hassan Thabit, mwakilishi wa wananchi jimbo la Pwani.